Bwana Yesu asifiwe sana. Tukutendeleza Yesu. Karibu mpendwa mtazamaji wangu katika darasa hili huru la Injili. Katika darasa hili tutatumia wiki zima katika juma hili la vijana. Kuanzia leo tutaanza mafundisho rasmi yanayohusu vijana, ambapo tutatafakari pamoja kwa nini vijana wakati huu wanachelewa kuoa au kuolewa. Tatizo ni nini na nini kifanyike? Au tutatafakari pia kwa nini ndoa nyingi za wakati huu hazidumu, nini kifanyike ili kuweza kunusuru hali hiyo. Lakini kama haitoshi, tutaendelea kujifunza mambo mbalimbali, kama hakuna mtu aliyezaliwa kwa bahati mbaya kusindikiza wenzake au kutimiza ndoto za watu wengine, kukatia majani ng'ombe wa wengine. Hakuna mtu aliyezaliwa kwa ajili ya kazi hiyo. Ni nia ya darasa hili kuweza kuwakutanisha vijana na Kristo Yesu. Lengo la masomo haya kwa vijana ni kuwakutanisha vijana na Kristo, na neno linalotuongoza ni Mhubiri sura ya 12 mstari wa 1 na wa 2. Neno la Mungu linasema, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala hazijakaribia miaka utakaposema, mimi sina furaha katika hiyo, kabla jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza, kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua. Kwa hiyo nia yetu mojawapo ni kuwakutanisha vijana na Yesu. Kijana akimpata Yesu amepata mafanikio, ndio mwanzo wa kupata mafanikio ya kiroho na kimwili. Lakini kunatakiwa kumkumbuka Mungu wakati huu na nguvu. Kuna kabla kama 5 hivi 4 zinatajwa. Tafsiri yake ni kwamba ujana ni kipindi cha mpito kutoka kwenye utoto kwenda kwenye utu uzima na uzee. Kipindi cha hapo katikati ndio ujana, kinapita. Waswahili wakati mwingine wanasema ujana ni mvuke, unapita. Sasa usipoutumia vizuri ujana wako kwa kumtanguliza Mungu, kipindi hiki kifupi kitaisha na utaingia kwenye fainali ya uzee. Huna chochote ambacho kinaweza kikakusaidia kule. Kwa hiyo ni wakati mzuri wa kutumia busara kumkumbuka Mungu, kwa sababu Mungu ndiye kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Neno lingine linalotuongoza ambalo tutalitumia ni Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14b. Neno la Mungu linasema, nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Yohana anaandika, anasema nimewaandikia ninyi vijana. Kwa nini? Anatoa sababu 3. Nimewaandikia ninyi vijana, sababu ya kwanza kwamba mna nguvu. Pili, neno la Mungu linakaa ndani yenu. 3, mmemshinda yule mwovu. Vijana wanaomshinda shetani ni wale ambao neno la Mungu wameliweka ndani yao. Vijana wanaomshinda shetani na vishawishi vyake ni wale ambao wanatumia nguvu zao vizuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nguvu zao, maana kijana ana nguvu ya kimwili, ana nguvu ya kiroho, ana nguvu ya akili. Hizi nguvu akizitumia vizuri kwa kutumia pia neno la Mungu na Roho Mtakatifu ndani yake, lazima anakuwa mshindi. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Darasa hili linapatikana katika chaneli ya Mwalimu Kimweri TV, na mwisho wa darasa hili usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike, na Mungu akubariki sana. Neno la msingi linalotangulia somo letu
tunalitoa katika Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 12. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, mtu awaye yote asiudhalau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo, katika upendo na imani na usafi. Paulo anamwandikia Timotheo kama kijana kwamba usikubali mtu audhalau ujana wako, usiruhusu mtu audhalau ujana wako, bali uwe kielelezo, uwe mfano mwema kwa mambo sita. Anataja mambo sita. Kijana wa leo kama Timotheo lazima awe kielelezo kwayo. Anaanza anasema, katika kusema, katika usemi, katika mwenendo, katika upendo, katika imani, katika usafi. Uwe kielelezo, uwe mfano mwema kwao waaminio, kwa watu walioamini kule kanisani, kwa wenzio walioamini. Wewe uwe mfano, kijana, uwe mfano wa kuigwa. Vijana wenzako waige kwako, kusema kwako, huna lugha ya matusi, upendo wako, namna unavyompenda Mungu, unavyowapenda na jirani na marafiki, mwenendo wako, lakini imani na usafi, kwa maana ya usafi wa mwili na usafi wa rohoni. Huu mstari tutaendelea kufanyia kazi kwa kadri siku zinavyokwenda, lakini kitu ambacho nataka na ukione hapa katika mstari huu, nitaka uone kwamba ni mstari unaokuhusu, ambao Paulo anaongea na wewe kwamba usikubali mtu yoyote audhalau ujana wako, wala usikubali kuwafanya watu wakudhalau, kwa sababu unaweza ukajidhalaulisha kwa watu kwa matendo yako, katika usemi wako na mwenendo wako, watu wakakudhalau. Lakini Paulo anamwambia na kumwonya Timotheo, usikubali mtu akudhalau, wala usijidhalaulishe. Vijana wa siku hizi wanajidhalaulisha kwa mambo mengi, kwa ulevi, kwa uasherati, kwa ngono ya jinsia moja. Kuna vitu vingi, madawa ya kulevya, ulevi uliokithiri, mambo yasiyo na maana. Mtu anapoteza muda bila kujua kwamba ujana ni kipindi kifupi sana, ni kipindi kifupi mno, ambapo usipokitumia vizuri utajuta maisha yako yote yaliyobakia. Sasa nianze kwa kusema hivi kupitia huu mstari kwamba hakuna mwanadamu yoyote aliyezaliwa kwa bahati mbaya hapa duniani. Ndiyo maana kila mtu lazima alinde heshima yake, alinde heshima yake, aheshimike katika jamii, asijidhalaulishe. Paulo anasema hapana, usikubali mtu audhalau ujana wako. Tunza heshima ya ujana wako, tunza cheo cha ujana wako, maana kinapita. Usije ukafikiri ujana ukipita, utakapokuja kufa utakuja kuzaliwa tena, tunaishi mara moja. Ujana tunapita mara moja. Utumie vizuri kwa faida yako ya sasa, ya baadaye, na vizazi vyako vijavyo waweze kunufaika katika muda wa ujana wako ukiutumia vizuri. Sasa hakuna kijana ambaye amezaliwa kwa bahati mbaya, wala hakuna kijana ambaye amezaliwa kwa kutimiza ndoto za watu wengine. Hakuna kwamba wewe umezaliwe ili ukatie majani ng'ombe za wenzako. Hakuna. Kila mtu Mungu amemkusudia kufanya jambo fulani. Wakati mwingine vijana hawayafikii malengo ambayo Mungu amewakusudia, kwa sababu wanamkimbia Mungu, wanajitenga mbali na Mungu, wanajiweka mbali na Mungu. Kumbuka
Katika Mhubiri tumesoma pale sura ya 12 mstari wa kwanza, anasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Wakati wa ujana ni wakati wa kumkumbuka Mungu ili akuongoze katika kusudi alilolikusudia. La sivyo utakuwa unaendelea kutimiza ndoto za wenzio, ya kwako sijui itakuja kutimiza lini. Lakini hakuna aliyezaliwa kuja kutimiza ndoto za watu wengine, wala hakuna mtu aliyezaliwa ambaye Mungu hana kusudi naye. Hakuna. Kila aliyezaliwa Mungu ana kusudi naye. Haijalishi amezaliwaje, haijalishi amechukuliwaje mimba, kama ni mtoto haramu au nani. Sisemi hili kuhalalisha uharamu. Uharamu ni kwa wazazi ambao wamefanya dhambi, akatokea mtoto haramu, anaitwa haramu katika agano lile. Lakini akishazaliwa lazima atimize kusudi la Mungu. Tunaona mfano huu kwenye Biblia. Sulemani alizaliwa, baba yake ni Daudi, lakini mama yake alikuwa ameolewa na mume mwingine. Wakati yuko vitani yule mwanaume, Daudi akampenda mke wa askari wake, akaamua kumuua yule askari ili achukue yule mwanamke. Kwa hiyo Sulemani alikuwa ni mtoto wa mchepuko wa Daudi kwa kuua. Lakini tunaona Sulemani ndiye aliyepewa hekima na utajiri kuliko mwanadamu yoyote duniani. Hakuna kabla yake, hakuna baada yake. Hekima na utajiri ni Sulemani peke yake. Kwa nini? Kwa sababu kila mtoto, kila mwanadamu anazaliwa akiwa na kusudi. Isifike mahali ukaona wewe uko duniani huna kusudi. Hakuna ambaye amezaliwa na yuko hapa duniani ambaye hana kusudi ambalo Mungu amemkusudia kulitekeleza. Mwanadamu yoyote, bora wewe ni mwanadamu, Mungu amekukusudia kitu fulani. Bora wewe ni mtu, Mungu amekukusudia kitu fulani, na hujazaliwa ili uje utimize ndoto za watu wengine. Wala hakuna mtu aliyezaliwa ili kusindikiza wengine. Watu wengine wasema mimi bana, nimezaliwa kusindikiza tu watu wengine, baraka zangu sizioni, sijazipata. Hujajua namna ya kufanya. Ni nia ya darasa hili ili tufike mahali tuweze kutambua kwamba tufanyeje ili kila mtu akae katika ndoto ambayo Mungu amemkusudia kwayo. Jambo lingine ambalo nataka kulifanya katika darasa hili ni kukuhimiza, amka mpendwa, amka mtoto wa Mungu, anza kufikiri upya. Usione kwamba umekuja duniani hapa kutimiza ndoto za wengine. Hapana, anza kufikiri upya. Keti. Mungu kakupa uzima, Mungu kakupa akili, Mungu kakupa nguvu. Mungu ana kusudi. Kwa nini amekuweka duniani? Wale ambao makusudi hayapo hawajazaliwa, na wengine wamekufa. Inawezekana makusudi wameshatimiza. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume, Daudi alipokwisha kulitimiza kusudi la Mungu akalala pamoja na baba zake. Tunaona Daudi yeye Mungu alimkusudia aweze kutimiza kusudi fulani. Hali kadhalika na wewe, Mungu amekukusudia kabisa ili uweze kutimiza kusudi fulani, na hujachelewa. Unayo nafasi ya kuanza kufikiri upya. Usijione kwamba wewe hufai, au Mungu wewe hakusikii, au Mungu wewe hakujali. Bora akishakupa akili, amekupa uzima, amekupa maarifa, amekupa viungo vyote, basi tumia muda wa kumuuliza Mungu na kujituma katika kazi mbalimbali, na utajipata. Mungu akubariki unapoanza kufikiri kwa upya. Jambo lingine ambalo nataka tunapoendelea na somo hili ni kufikirishe zaidi. Katika maisha ya mwanadamu yeyote yule, kuna mduara wa maisha. Kuna mduara wa maisha. Tunasema mwanadamu, au kuna mduara wa maisha ya mwanadamu yeyote ambao hufuata hatua 6. Mduara wa maisha ya mwanadamu yoyote unafuata hatua 6. Hatua ya kwanza
ni hatua ya mwanadamu akiwa tumboni, ile miezi 9 akiwa tumboni. Wakati huu mwanadamu akiwa tumboni anamtegemea Mungu 100% uhai wake, na hata mzazi kwa 1% fulani, lakini anamtegemea Mungu. Katika mduara huo, hatua ya pili ni kuzaliwa na kuanza utoto. Utoto ni hatua ya pili ambapo mtoto anajifunza vitu vichache, lakini bado anategemea wazazi na Mungu kwa 100%. Hajitambui wakati huu. Hatua ya tatu ni ujana. Mwanadamu anapoingia katika hatua ya ujana, hapa anaanza kujitegemea 100% na anaanza kutegemewa 100%. Vijana lazima watambue hili kwamba hatua ya tatu ya mzunguko au mduara wa mwanadamu yoyote ni ujana, na katika hatua hii ndipo kijana anapoanza kujitegemea 100%, ndipo kijana anapoanza kutegemewa 100%. Sasa mwanadamu au kijana katika mduara huu lazima ajifunze kufikiri kwa mapana zaidi, kwa ukubwa zaidi. Lazima afikiri kwa upana, akijua kwamba yeye ni zaidi ya anavyojifikiria. Na ndio mzizi au kichwa cha somo la leo, kwamba wewe kijana ni zaidi ya unavyofikiria. Wewe ni zaidi. Unaweza ukajiona hufai, ukajiona ni mdogo, unaweza ukajiona ni mtoto, lakini wewe ni zaidi ya ulivyo unavyofikiria leo. Kesho wewe ni mtu mwingine kabisa. Usikate tamaa kwa jinsi ulivyo sasa. Tutasoma habari za Yeremia. Kuna mahali alisema alimkatalia Mungu, akasema mimi ni mtoto, siwezi kusema. Mungu akamwambia, kabla sijakuweka katika tumbo la mama nalikujua, na wakati huo nikakuchagua uwe nabii, uwe mfalme, ukatawale, utasema, mambo yatakuwa. Anaambiwa akiwa mtoto kwamba nilishaweka mpango na wewe. Hali kadhalika Mungu ameweka mpango mkubwa na sisi, hasa katika hatua ya ujana. Hatua ya 4 ni hatua ya utu uzima, na hapa 100% mtu mzima anajitegemea na anategemewa pia 100%. Hatua ya 5 ni uzee. Hapa anarudi tena kutegemea. Mzee anategemea kwa 100%. Na hatua ya mwisho ni kifo. Mwanadamu anamaliza mzunguko wake kwa kifo, na hapa anategemea pia 100%. Utachimbiwa kaburi, utavishwa sanda. Hata kama wewe ulikuwa na nguvu kiasi gani, huwezi tena kujitegemea, na watu watakufukia kaburini. Huwezi kujitegemea. Ni vizuri kujua kwamba kuna kuzaliwa, kuna utoto, kuna ujana, kuna utu uzima, kuna uzee Mungu akikubariki, lakini kuna kifo. Usiishi kijana kama vile hakuna kufa duniani. Kufa kupo, na sio lazima wafe wazee, hata vijana wanakufa. Biblia inatuambia kwamba waheshimu baba yako na mama yako, ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Maana yake usipowaheshimu, siku zako zinakuwa chache, zinafupishwa. Kuna dhambi ukifanya, maisha yako yanafupishwa. Ukiendekeza uasherati, utapata ukimwi, utakufa mapema. Ukiondokeza pombe na ulevi, madawa ya kulevya, utaunguza maini na mapafu, na maisha yatakuwa mafupi. Kuna vitu ambavyo ukifanya vitayagharimu maisha yako, na maisha yako yatakuwa ni mafupi. Ndiyo maana Biblia inasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako kabla. Maana yake kuna vitu ukivifanya wakati wa ujana, unaweza ukajutia maisha yako, ukakatiza maisha yako yakawa mafupi. Sasa nitaka tuanze kitu cha muhimu sana, maisha ya tumboni. Vijana wengi wanafikiri wamezaliwa kwa bahati mbaya, lakini ukielewa hii pointi kwamba Mungu alitukusudia
hata kabla hajatuweka tumboni, utapata nguvu mpya. Utalitafuta kusudi ambalo Mungu kwalo amesababisha uzaliwe. Wale ambao Mungu hawajakusudia, mbona walikufa tangu wakiwa tumboni? Mbona walikufa siku ya kuzaliwa? Mbona walikufa wakiwa wadogo? Wewe umezaliwa, umepita mishale mingi, changamoto nyingi. Mungu amekulinda, amekufikisha katika hatua hii ya ujana au katika hatua ulionayo. Mungu ana makusudi, Mungu ana mpango na wewe, na huo mpango Mungu aliuweka hata kabla hujazaliwa. Wanadamu wanazaliwa wakiwa na program tayari. Mungu amewapangia nini wafanye duniani. Ni kazi ya mtoto wa Mungu kutambua katika maisha anatakiwa afanye jambo gani, lakini hakuna aliyezaliwa kwa bahati mbaya. Na hapa hebu tuanze tangu tumboni. Mungu alituandalia nini? Tunaanza kwa kusema kwamba tumbo ni kituo au ni lango la mtu kuingia katika ulimwengu huu wa kimwili. Ili mwanadamu kutoka katika ulimwengu wa kiroho kuja katika ulimwengu huu wa kimwili, lazima akae tumboni. Akae tumboni kwa mama miezi 9. Kutoka katika ulimwengu wa kiroho usioonekana kuja katika ulimwengu huu wa kimwili, mtoto anakaa tumboni miezi 9, na muda wote anapokuwepo tumboni au kabla, akimruhusu aje duniani katika ulimwengu huu wa kimwili, anaruhusiwa kwa kusudi, kwa lengo, kwa maagizo, kwa maelekezo mbalimbali, kwamba unakwenda duniani kwa kusudi 1, 2, 3. Ndio maana Daudi tunaambiwa alipokwisha kutimiza kusudi la Bwana. Paulo anatuambia, anasema mahali pengine katika Timotheo kwamba imani ameilinda, kusudi amelitimiza, ameimaliza safari na mwili wake uko karibu kumiminwa. Paulo alijua kwamba kashamaliza kusudi, kashamaliza kazi. Hali kadhalika kila mwanadamu ameletwa hapa duniani kwa kusudi. Makusudi mengine yanawezekana ukafikiri ni la kisiasa, lakini Mungu kakuleta kwa ajili ya hilo. Unaweza ukafikiri wewe ni mtaalamu wa bustani, unaweza ukafikiri lazima uhubiri Injili ndio kusudi. Hapana, kila mtu ameletwa kwa kusudi. Kila mtu ameletwa kutatua tatizo fulani katika jamii, katika kanisa, katika kazi ya Mungu. Kuna kitu, wewe ndio suluhisho. Usipojua wewe ni umeletwa kwa ajili ya suluhisho gani, italeta shida. Angalia wataalamu mbalimbali, wakina Socrates, wakina Plato, wakina Aristotle, wakina Alexander the Great, wasomi mbalimbali, wakina Isaac Newton, watu mbalimbali, wakina Archimedes, wamegundua vitu mbalimbali ambavyo vinaisaidia jamii mpaka leo. Wakina Nyerere wameasisi mambo ya msingi, wametimiza kusudi ambalo kwalo Mungu amewaleta duniani, wameondoka, wamemaliza kazi. Wewe na mimi kuna kusudi ambalo Mungu ametuleta kwa ajili ya kulitimiza, ila sio kwa ajili ya kusaga kwenye mashine za watu, ila sio kuja kukata majani kwa ajili ya mifugo ya watu. Mungu ana kusudi zaidi ya hilo, au kwenda kupiga vibarua. Mungu hajakuleta duniani kwenda kupiga miraba, kwenda kupiga vibarua, kazi ndogo ndogo. Mungu amekuleta kwa ajili ya kusudi maalum. Ni nia ya darasa hili kukuhamasisha ili uelewe kwamba Mungu alikukusudia. Tuanze namba 1 kwamba tunaona Mungu anatujua hata kabla hajatuweka tumboni. Tunasoma habari hizi katika Yeremia sura ya 1 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, neno la Bwana likanijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla sijakutoa tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo nikasema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Mstari wa 7, lakini Bwana akaniambia,
usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalokuamuru. Yeremia anaambiwa acha kujitetea kwamba wewe ni mtoto, acha kujitetea kwamba mimi sina mtaji. Acha, hiyo sio kazi yako, kwa sababu kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nalikujua. Kabla sijakuweka katika tumbo la mama yako nalikutakasa, nami nimekuweka kwenda kuwa nabii. Ndipo mstari ule wa 6 Yeremia akasema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Angalia mstari wa 7, asema, lakini Bwana akasema, kaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake. Yeremia alichaguliwa kabla hajawekwa katika tumbo la mama yake. Tafsiri yake ni nini? Kuna maisha kabla ya kuingia katika lango la kuja duniani ambalo ni matumbo ya wazazi wetu. Tulikuwepo mahali, na huko mahali Mungu alitujua. Kati ya roho nyingi ambazo Mungu alizijua, akachagua roho yako na roho yangu, akaileta duniani, akaiweka tumboni kwa mama, tukazaliwa. Katika utoto, Yeremia anaambiwa majukumu kwamba nimekutuma, kuna kazi maalum nataka ukafanye. Yeremia anajitetea. Watoto, kitu gani tunajifunza hapa? Watoto wanazaliwa na programu za maisha yao zikiwa zimeandaliwa kabisa. Kila mwanadamu, kila mtoto anazaliwa akiwa amewekewa program ndani yake ya kuja kutekeleza kusudi ambalo Mungu amelikusudia. Ramani ya maisha yako anayo Mungu aliye hai. Ramani, utokeje, uingieje, ufanyeje, umalizeje, uanzeje, umalizeje, hiyo ramani Mungu anayo. Ndio maana Biblia inasema mkumbuke muumba wako kabla. Haya maneno yana msingi sana. Usipomkumbuka Mungu, kuna vitu utakosa. Kusudi la Mungu halitatimia. Ukiacha dunia ikukamate, ukiacha shetani akukamate, kusudi la Mungu unaweza ukafa hivyo hivyo, hujalitimiza. Lakini ukimkumbuka Mungu muumba wako siku za ujana wako, Mungu atakuongoza nawe utafanikiwa. Kwa hiyo tangu ukiwa tumboni Mungu alikujua. Tangu ukiwa tumboni Mungu amekuweka kuwa mtu fulani. Tangu ukiwa tumboni Mungu amekuweka kuwa mfalme, kuwa waziri, kuwa mkurugenzi, kuwa mwalimu, kuwa headmaster, kuwa meneja mahali fulani. Mungu alishakukusudia kuwa mwanasiasa mkubwa, kuwa tajiri. Mungu amekukusudia nafasi kubwa kabisa hapa duniani. Mungu amekukusudia kuja kutukua majibu kwa jamii. Jamii itakutegemea, daktari mkubwa. Watu watakuja na magonjwa, utawafanyia matibabu, watamtukuza Mungu kwa ajili yako. Mungu amekukusudia ufanye jambo kubwa sana. Hata rais aliye leo hakujua, hata mimi sikujua kama nitakuwa kama nilivyo. Hata aliyetengeneza meli, hata aliyegundua ndege, hata aliyegundua kompyuta, hata aliyegundua vyombo hivi vya habari hakujua. Katika utoto wake hakujua. Alikuwa analia kama sisi, alikuwa amepoteza dia kama sisi, lakini mwisho wa siku alifikia kutimiza kusudi la Mungu. Wapo watu wengi sana, wanadamu kwa mamilioni wako duniani kwa kusudi la Mungu, na wengi wameweza kutimiza kusudi la Mungu. Bado wewe usikate tamaa, ni nafasi yako. Mkumbuke muumba wako, naye atakuongoza, utatimiza
kusudi ambalo Mungu amelikusudia. Hata Paulo alitengwa tangu tumboni. Mambo ya ajabu sana. Maisha hayaanzi tangu unapozaliwa. Maisha na kusudi yanaanza tangu tumboni. Angalia mfano wa pili hapa. Paulo alitengwa tangu tumboni. Tunasoma habari hizi katika Wagalatia sura ya 1 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake, alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu, ili niwahubiri mataifa habari zake. Mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu. Mstari wa 17, wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu, bali nalikwenda zangu Arabuni, kisha nikarudi tena Dameski. Paulo anaeleza wazi kabisa kwamba mimi nilitengwa tangu tumboni mwa mama yangu, na pamoja na kutengwa, baadaye Mungu akaniita, na katika kuitwa huko niliitwa kwa kutimiza kusudi ambalo ni kuhubiri Injili kwa mataifa. Lakini angalia, kabla hajaitwa alitengwa tangu tumboni, akaja kuitwa baadaye sana. Lakini hapo katikati alisoma sheria, alisoma Torati, alikuwa Farisayo, alikuwa na vyeo vingi, akaanza kuwaua Wakristo na waliomwamini Yesu wakati ule, akaanza kufanya kazi nyingi za uharibifu, kuliharibu kanisa, akifikiri anamtumikia Mungu. Mungu akasema, sikiliza, wewe nalikutenga tangu tumboni, si kwa kazi hiyo. Hebu ngoja uone hizi sifa alizokuwa nazo Paulo kabla ya kuitwa. Alitengwa tangu tumboni, lakini aliitwa baadaye sana. Hapo katikati alihangaika kwa mambo mengi. Inawezekana alikata tamaa, akahangaika kama unavyohangaika. Alihangaika kwa kilimo, alihangaika kwa biashara, alihangaika kama unavyohangaika wewe. Lakini Paulo akaja kuitwa sasa rasmi, akajipata, akaanza kumtumikia Mungu na kuhubiri Injili kwa mataifa. Tunasoma katika Wafilipi sura ya 3 mstari wa 5 hadi ule wa 8. Neno la Mungu linasema, nalitahiriwa siku ya 8. Sikiliza sifa alizokuwa nazo, pamoja na kutengwa tangu tumboni, lakini katikati hapa mpaka anakuja kujipata kwenye kusudi, amehangaika mengi. Anayasema katika Wafilipi sura hii ya 3 mstari wa 5 hadi wa 8, anasema hivi, nalitahiriwa siku ya 8, ni mtu wa taifa la Israeli, kabila la Benjamini, Mwebrania wa Waebrania, kwa habari ya kuishika Torati. Mimi ni Farisayo kwa habari ya juhudi, mwenye kuliudhi kanisa. Kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria sikuwa na hatia, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Mstari wa 8, naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yale kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo. Paulo anaeleza kabisa, mimi nalitengwa tangu tumboni, nikaja kuitwa baada ya mahangaiko na mapito mengi. Mpendwa, inawezekana hujajipata, inawezekana hujajua Mungu amekuitia nini. Hata Paulo aliisoma Torati mpaka akawa Farisayo, akawa kwa agano lile ambalo watu walikuwa wanahesabiwa haki kwa kushika sheria, anasema sikuwa na hatia. Lakini baada ya vurugu zote hizo, Mungu akamtokea kama mnavyofahamu,
wakati anaenda Dameski kwenda kuwapiga na kuwaua wanafunzi. Yesu akamtokea, akampiga mweleka, akamwita, Sauli, Sauli. Akasema, mimi hapa. Mbona unaniudhi? Akasema, ni nani wewe? Yesu akaongea pale na akaelekezwa cha kufanya, na kuanzia pale akawa ni mtumishi wa Kristo, akaanza kulitumikia kusudi la Mungu. Sasa sisemi na wewe tayari uache kazi yako ili ukaende chuo cha theolojia uje uhubiri Injili. Sawa sawa, inawezekana ndio kusudi, lakini kusudi inaweza kuwa tofauti na la Paulo. Lakini pointi yangu ni nini? Kila mtu ana kusudi ambalo kwalo amezaliwa. Ni juhudi yako, ni kazi yako kukaa katika neema ya Mungu, kumkumbuka Mungu, kumtafuta uso Mungu ili adhihirishe ile kusudi uweze kulitimiza. Mtu mwingine ni Samsoni. Mfano mwingine ni Samsoni ambaye alikuwa ni mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Tunasoma habari hizo katika Waamuzi sura ya 13 mstari wa 2 hadi ule wa 5. Mstari wa 5 mstari wa 4 anasema, basi sasa jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi, kwani tazama, unachukua mimba, nawe utazaa mtoto mwanamume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuwakomboa Israeli kwa mkono wa Wafilisti. Kazi aliyopewa ni kuja kuwakomboa Israeli, lakini mama yake na baba yake wanapewa masharti ya kuhakikisha kwamba wanatunza kile kitu cha Mungu ambacho Mungu amekiweka tangu tumboni. Baraka zako zimewekwa tangu tumboni, utajiri wako mpendwa tangu tumboni. Haijalishi kwamba sasa hivi una suruali moja, una kiatu kimoja, haijalishi, huna nyumba, huna maisha, lakini baraka zako zipo tangu tumboni. Ni muda haujafika, lakini muda ukifika, Mungu atajidhihirisha na kukuita na kukupa kila kitu alichokuahidia kukupa ili utimize kusudi. Mfano wa 4 na ni kujazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni. Tunasoma habari hizi za Yohana, alijazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni. Luka sura ya 1 mstari wa 13 hadi wa 15. Mfano mwingine ni Yeremia 29 mstari wa 11. Nasema, nayajua mawazo ninayokuwazia ninyi, nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Siku zenu za mwisho. Kila aliyezaliwa hawezi kumaliza, hawezi kufa bila kutimiza kusudi la Mungu. Anasema ni kuwapa, kuna mawazo ninayowazia. Sasa unaweza ukawa unapita katika wakati mgumu, lakini mawazo anayokuwazia Mungu bado yako pale pale. Yeremia 29:10 na ngapi, 11, anasema nina mawazo mazuri ninawawazia. Kila aliyezaliwa, kila aliye duniani, Mungu ana mawazo. Mwamini Mungu kwamba anakuwazia mema. Mwazie Mungu, mngoje Bwana, msubiri Bwana, kwa wakati wake atakupa cheo chako, atakupa mkeo, atakupa mumeo, atakupa ndoa yenye amani, atakupa gari yako, atakupa utajiri wako, atakupa uzima, atakupa utumishi uliotukuka, atakupa. Ni wakati tu haujafika. Inawezekana ni mtumishi wa muda mrefu serikalini, inawezekana ni mtumishi ambaye una madeni mengi sana, lakini utapita. Mungu mpaka itakuja kufika, utajiuliza, hivi ni mimi au ni mwingine? Inaweza ikafika mahali mpaka ukajifinya kwamba ni mimi nayepanda ndege ambaye sikuwa hata na baisikeli. Wakati
upo, wakati utasema. Cha msingi usikate tamaa, mgoje Bwana, mlingane Bwana, mtafute uso. Biblia inatuhakikishia kwamba Mungu si mwepesi kwa kuacha kutimiza, si mzito kutimiza ahadi zake, atatimiza upesi. Na kitu kingine ambacho nataka ukione ni kupanue ufahamu kidogo kwamba vitu vingi sana vinaanzia tumboni, viwe vizuri viwe vibaya, vinaanzia tumboni. Ninapomalizia katika sehemu hii ya tatu katika somo la leo, kwamba mambo mengi yanaanzia tumboni, mambo mabaya, hata magonjwa mengine yanaanzia tumboni. Lakini nianze kwa kukufikirisha jambo hili. Kuna mtaalamu mmoja wa mambo ya viungo, Dr. S.N. Basu, anasema kuwa utafiti unaonyesha kwamba kiumbe aliye tumboni ana uwezo wa kuota na pia kuhisi. Mtoto aliyepo tumboni ana uwezo wa kujifunza hadi maneno 500. Mtoto aliye tumboni, yeye huyo mtaalamu anarejea makala ya Fetal Psychology iliyochapishwa kwenye tovuti ya Marekani Psychology Today. Anasema imeandikwa wazi kwamba hadi uzito ufike wiki ya 9, mtoto anaweza kusikia makelele au sauti ya juu, na katika wiki ya 13 mtoto anaweza kusikia vizuri. Wakati huo huo, yeye pia kutofautisha kati ya sauti ya mama na ya mtu asiyejulikana, mtoto aliyeko tumboni. Kaini alisikia ugomvi wa wazazi wake Adam na Hawa, akabeba ile chuki ambayo ikaja kuonekana kwa kumuua mdogo wake. Zaburi ya 58 mstari wa 3 anasema, wasio haki wamejitenga tangu kwa kuzaliwa kwao, tangu tumboni wamepotea wakisema uongo. Wanasema uongo waliopotea tangu tumboni, wanajifunza uongo tangu tumboni. Kuna mambo mengi mazuri yanaanzia tumboni, kuna mambo mengi mabaya pia yanaanzia tumboni. Ukisoma katika Luka sura ya 1 mstari wa 40, neno la Mungu linasema, akaingia Zakaria nyumbani kwa Zakaria, akamwambia Elizabeth. Ikawa Elizabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu, maana sauti ya kuamkia kwake ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Mariamu na Elizabeti wamekutana. Walipokutana, watoto wakashangiliana mle matumboni. Elizabeti anasema, mtoto uliposalimia tu, nimejazwa Roho Mtakatifu na mtoto wangu Yohana huku tumboni ameruka. Kuna mawasiliano, watoto walioko tumboni, kuna mawasiliano. Ndio maana wenzetu wazungu wakitaka wakigombana huwa wanachunga sana kugombana na wake zao ambao ni wajawazito, wakijua kwamba watoto wanasikia na wanaweza wakapandikizwa maroho machafu wakisikia yale magomvi. Kwa hiyo wenzetu wanachunga sana mama akiwa mjamzito kugombana naye au kumuudhi, atamfanyia kila anachokitaka katika kile kipindi ili kutunza mtoto wake aliyepo tumboni. Lakini sivyo ilivyo kwetu wa Afrika, na Mungu atusaidie.
Baadhi ya magonjwa yanapatikana mtu akiwa tumboni. Kuna kipofu tangu kuzaliwa, Yohana sura ya 9 mstari wa 1, na kuna kiwete tangu tumboni, Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 8. Kuna kiwete tangu tumboni tena, Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 2. Yesu alipozaliwa nyota yake ilionekana, na Zaburi ya 52 mstari wa 3 nasema, umepanda mabaya kuliko mema na uongo kuliko kusema kweli. Waefeso 1:3, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kitu gani nataka ukione? Kwamba Mungu anatukusudia tangu tumboni. Mungu anaweka mipango yake, ramani za maisha yetu. Kusudi gani tuje tulitekeleze, analipanga kabla hatujazaliwa. Tangu tumboni tunazaliwa tukiwa tumekamilisha kukabidhiwa makusudi ya kuja kutekeleza. Wakati mwingine tunachelewa, lakini kusudi la Bwana lipo. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu, Mungu akusaidie kusubiri ili ifike mahali unalitimiza kusudi la Mungu. Kumbuka, hakuna aliyezaliwa hapa duniani ambaye kazaliwa kwa hasara, hana kusudi. Hakuna aliyezaliwa kuja kutembea, kuja kushangaa magorofa na milima. Kila mtu kaletwa kwa kazi, kwa kusudi, na lile kusudi ukilimaliza utarudi. Kwa hiyo ni lazima ufikiri kwa upana. Kama kijana, fikiri kwa upana. Think big my dear. Fikiri kwa upana, ukijua kwamba wewe ni mtu mkubwa sana. Siku si nyingi, siku si nyingi wewe utakuwa mume wa mtu. Siku si nyingi wewe utakuwa mke wa mtu. Siku si nyingi wewe utakuwa meneja. Siku si nyingi wewe utakuwa profesa mkubwa sana. Siku si nyingi wewe utakuwa dereva. Wewe utakuwa na cheo kikubwa, utakuwa rubani. Siku si nyingi utakuwa pilot, ndugu yangu. Siku si nyingi, sio nyingi. Haijalishi hali ulionayo sasa, mwamini Mungu, msubiri Mungu ndugu yangu. Haijalishi una madeni kiasi gani, hayo utalipa, na utasahau kwamba kuna kipindi umewahi kulalia ngozi. Utasahau mpendwa. Mwamini Mungu, Mungu yupo. Tunapita katika dunia hii. Kuna mwimbaji mmoja anasema, tunapita kwa foleni, kwa zamu. Maisha ni foleni. Foleni yako imepita, bado ya kwangu mpendwa, ya kwangu imepita. Inayokuja sasa ni ya kwako. Usikate tamaa, usijihukumu, usiangalie mazingira haya kwa sasa. Kesho yako ni nzuri kuliko leo. Kesho yako ina baraka sana kuliko leo. Kikubwa, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Mkumbuke, jitume katika kazi. Mkumbuke muumba wako, jitume katika kutumia akili na maarifa yako. Usilale mpendwa, chakalika. Katikati ya kuchakalika utajipata. Utakuta baraka zako, utakuta neema ambayo Mungu amekuwekea, utakuta kusudi, utalikuta. Hatufanani. Wengine makusudi wanayapata mapema, wengine wanayachelewa, lakini yote katika yote, kikubwa ni kulifikia kusudi. Hujaletwa duniani kutumikia wengine, hujaletwa duniani kutimiza ndoto za wengine. Mungu amekuleta utimize ndoto yako. Na wewe una ndoto, think big. Tafuta ndoto yako, uone namna ya kuitimiza, na Mungu atakusaidia, na Mungu atakuelekeza.
Hakuna kinachoshindikana. Kila penye nia, njia ipo. Anza na Mungu atamaliza. Ipo nguvu katika kuanza, mpendwa, ipo nguvu katika kuanza. Usipoanza, Mungu hawezi kumaliza. Anza leo, tafuta leo, jitafute leo, usilale, usikate tamaa, endelea kujitafuta na Mungu aliye hai atakuonekania. Mimi ni sauti ya mtu aliyaye nyikani. Mimi ni mjoli wa Bwana, Mwalimu Kimweri. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutumia namba hii 0756 760 855, 0756 760 855. Mungu akubariki sana, ninakupenda, usikate tamaa. Amen.